Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi kuchangia katika hotuba hii ya bajeti kuu ya mwaka 2025-26. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nianze kwa kuwapongeza sana mawaziri wote wawili. Bajeti hii ni bajeti ya Watanzania. Bajeti hii imelenga kugusa maeneo ya msingi kabisa ambayo ni maisha ya kawaida ya Mtanzania. Lakini kwa namna ya pekee nitumie fursa hii kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambayo amekuwa akiendesha nchi yetu tangu aliposhika usukani mpaka sasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitumie pia fursa hii kwa sababu najua hii inaweza kuwa ndiyo hotuba yangu ya mwisho kwa bunge hili la mwaka 2020-25 kukishukuru sana chama changu cha Mapinduzi kwa kunipa nafasi, binti mdogo niliyekuwa na umri wa miaka 24, kutokea familia ya kawaida kabisa kuja kuwawakilisha vijana wenzangu na kuzungumza sauti yangu ikasikiwa na Watanzania. Hiyo kwangu imekuwa ni heshima kubwa, si kwangu tu, kwa familia yangu, lakini kwa vijana wote wa Kitanzania. Imekuwa ni imani kuwa Chama cha Mapinduzi ni cha wote, yeyote anayetaka fursa ndani ya Chama cha Mapinduzi, fursa hiyo inapatikana. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia nitumie fursa hii kushukuru sana uongozi wangu wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi. Mwenyekiti wangu Mohamed Ali Kawaida, makamu mwenyekiti Rehema Sombi, lakini katibu mkuu wetu Jokate Aban Mwegelo, kwa ushirikiano mkubwa wao pamoja na viongozi wote, wenye viti, makatibu wa mikoa na wilaya zote, kwa ushirikiano mkubwa ambao tumekuwa tukifanya kazi pamoja kuhakikisha ajenda za vijana zinasukuma. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilipongeza na kulishukuru sana bunge hili tukufu, lakini mahususi kabisa spika wetu wa bunge Daktari Tulia Ackson kwa kunipa nafasi kwenda kuwakilisha katika bunge la Afrika, bunge la kimataifa, binti mdogo lakini sauti imesikika kupitia bunge hilo ndani ya bunge la Afrika. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi vijana wamezungumza hapa wabunge wengi wa majimbo kwamba inawezekana wao majimbo yao yamependelewa zaidi na Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini mimi nasimama hapa kusema ninahisi sisi vijana tumependelewa zaidi na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kipindi hiki cha miaka 4 ambayo amekuwa madarakani. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa tukipiga kelele za muda mrefu juu ya matatizo na changamoto zinazokumba kundi hili mahususi kabisa la vijana, lakini tumepata majibu na matokeo makubwa chini ya uongozi shupavu wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Wote tunafahamu katika sekta ya elimu tumepiga kelele muda mrefu kwamba changamoto namba 1 inayomfanya kijana wa Kitanzania haajiriki ni changamoto zilizo katika mfumo wetu wa elimu. Leo hii tunavyozungumza hapa tumepitisha sera mpya ya elimu, mitaala mipya ambayo inakwenda kutoa majibu kwa changamoto zote za kijana. Lakini Daktari Samia Suluhu Hassan alipoingia tu alituita vijana katika mkoa wetu wa Mwanza, akatupa maelekezo, akatoa maelekezo kwa serikali na maelekezo hayo yametekelezwa. Tunavyozungumza sasa, ilikuwa ni kilio cha muda mrefu. Vijana wanaokopeshwa mikopo ya vyuo vikuu walikuwa wanapata changamoto sana katika zile 6% za retention fee, lakini 10% za adhabu ya kuchelewa kulipa mikopo ile. Daktari Samia Suluhu Hassan alifuta vyote hivyo 6% na 10%, na leo hii hatuna tena mambo hayo. Lakini tunavyozungumza sasa, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika elimu yetu tuna ongezeko kubwa la budget katika mikopo ya elimu ya juu kutoka bilioni 484 mpaka bilioni 787, na hiyo imeongeza udahili mkubwa sana wa vijana wanaokwenda kusoma katika vyuo vikuu. Lakini hajaongeza tu fedha, lakini ameongeza pia wigo wa vyuo ambavyo vitapokea mikopo, kuingiza pia vyuo vya elimu ya kati ambavyo vinatoa zile fani za kipaumbele, hasa fani za sayansi. Na katika kuongeza tu wigo huo, zaidi ya vijana 7800 wamenufaika na mikopo hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapozungumza sasa, wigo wa elimu bure umeongezeka, si tu kuishia kidato cha 4 mpaka kidato cha 6. Maana yake ni kwamba mtoto wa Kitanzania anasoma kuanzia darasa la kwanza mpaka form 6 elimu bure, lakini akiingia chuoni pia anapata mikopo. Na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameongeza bumu kwa wanachuo kwenda mpaka shilingi 10,000 kwa siku, jambo ambalo tumeshukuru na tunaendelea kushukuru. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapozungumza sasa katika elimu yetu ya Tanzania tuna swala linaloitwa Samia Scholarship. Mabinti wa kike ambao wanakwenda kusoma sayansi wanaenda kupewa scholarship ya 100% kwa ajili ya kujiendeleza kielimu. Si hivyo tu, amejenga shule 26 katika mikoa yote ya Tanzania bara, shule za sayansi za watoto wa kike, ili kuendelea kusukuma au kuweka msukumo
mfumo katika elimu ya sayansi kwa watoto wa kike. Na pia si hajamsahau mtoto wa kiume. Amejenga shule 7 katika kanda zote za watoto wa kiume wanaosoma sayansi ili kuhakikisha maendeleo yanakwenda sambamba kwa watoto wote wa kike na wa kiume. Tuseme nini sisi vijana? Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapokuja katika swala la elimu, mimi peke yangu nimesimama hapa kama mwakilishi wa vijana. Sijawahi kuacha kuzungumzia changamoto ya ajira, lakini majibu tumeyapata. Na mimi siwezi kuzungumza sana juu ya mabunge mengine kwa sababu mimi ni mbunge wa kipindi cha kwanza, lakini ninakiri kusema hoja zote nilizosimama kuzungumza ndani ya bunge hili zilizogusa maslahi ya vijana zimepata majibu. Kama hazijapata majibu, zimeanza kufanyiwa kazi na nimeshirikishwa moja kwa moja katika kuanza kufanyiwa kazi kwa hoja hizo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapozungumza sasa, vijana wenzangu ni mashahidi. Kwa miaka 7 nchi hii ilikuwa hakujatangazwa ajira hata moja. Daktari Samia Suluhu Hassan kaingia, ajira zaidi ya 1045 zimetangazwa na vijana wameingia serikalini. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia diplomasia yake ya uchumi, tunapozungumza sasa, zaidi ya vijana 7,000 wamekwisha tafutiwa kazi katika nchi za nje ambazo Daktari Samia Suluhu Hassan amejenga nazo mazingira mazuri ya mahusiano ya kiuchumi. Tunapozungumza sasa, Mheshimiwa Mwenyekiti, ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo tulitumia kuomba kura mwaka 2020 iliahidi ajira milioni 8 kwa Watanzania. Lakini Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia kuongeza uwekezaji na kuongeza ajira kupitia sekta binafsi, leo hii ajira zaidi ya milioni 8 na 1084 zimekwisha tolewa kwa Watanzania, zaidi ya 100% ya ahadi ambayo tumetoa. Tuseme nini sisi vijana? Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusiana na swala zima la uwezeshaji wa vijana kiuchumi, wakati Daktari Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani mwaka 2021, mifuko ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi ilikuwa ina fedha kiasi cha bilioni 945 tu. Leo hii tunapozungumza, mifuko hiyo ina fedha kiasi cha trilioni 3.5 kwa ajili ya kuwezesha wananchi kiuchumi. Leo tunapozungumza, Mheshimiwa Mwenyekiti, wote tunafahamu, wabunge wa majimbo, kwamba kulikuwa na changamoto sana ya mikopo ile ya 10%. Mikopo ile ilikuwa inatumika kisiasa na yale makundi ambayo yalikuwa yanatakiwa kupata fedha hizo yalikuwa hayapati inavyostahili. Lakini Daktari Samia Suluhu Hassan ameingia, akaweka utaratibu mzuri na bora ambayo sasa hivi mikopo hiyo inakwenda moja kwa moja kwa watu waliokuwa wanastahili. Lakini si hivyo tu, wakati anaingia na wakati anatoa hotuba yake katika bunge hili, aliahidi wa Tanzania kwamba nitahakikisha mikopo ya Kenya kwenye kilimo inashuka kwa kiwango cha single digit interest rate. Tunavyozungumza leo hii, wakulima watatoa ushahidi kwamba benki zetu, si benki ya kilimo peke yake, lakini mpaka benki za kibiashara zinatoa mikopo kwa 9% tu kwa wakulima. Lakini haijaishia hapo. Tumeanzisha juzi hapa benki ya ushirika ambayo inakwenda kumgusa mkulima moja kwa moja, kumuwezesha katika sehemu ambazo alikuwa hawezi kuingia katika benki za kibiashara. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukizungumzia swala la kilimo, sisi vijana, program ya BBT, ajira zaidi ya 211 zimezalishwa, lakini vijana zaidi ya 686 wako mashambani sasa hivi wanaendelea na kazi katika programu hizi. Lakini tukiongelea BBT ugani, tunaongelea zaidi ya vijana 1200 maafisa ugani wako kwenye pamba kwenye mikoa yetu ya kanda ya Ziwa, wanawasaidia wakulima kuongeza uzalishaji katika zao la pamba, na uzalishaji huo umeongezeka, na mwaka huu utakuwa ni mwaka wa kwanza kuwa na uzalishaji wa juu zaidi katika zao la pamba kuliko mwaka mwingine yote. Zote hizo ni juhudi za Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunapozungumza sasa mapinduzi katika kilimo ambayo moja kwa moja yanamgusa kijana, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunazungumzia ruzuku katika mbolea, ruzuku kwenye mbegu, ruzuku kwenye matrekta. Lakini leo hii budget inatuonesha kuna matrekta zaidi ya 10,000 ambayo tunategemea kuyapokea, yatatolewa pia kwa ruzuku. Lakini pia kuna msamaha wa kodi kwenye vifaa mbalimbali kwenye kilimo katika budget hii ambayo imewasilishwa kwetu. Yote haya ni mambo ambayo yanakwenda kumgusa kijana moja kwa moja. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukizungumzia swala zima la mitandao ya kijamii, tulipiga kelele hapa ndani kwamba tunahitaji, sisi vijana wengi kwa sasa hivi katika dunia hii ya utandawazi tunajiajiri kupitia mitandao ya kijamii. Gharama ya bando, Daktari Samia Suluhu Hassan alisikia na kujibu. Mwaka 2021 wakati anaingia, MB moja ilikuwa inanunuliwa kwa shilingi 25.24. Paka leo hii tunavyozungumza, MB moja inanunuliwa kwa shilingi 9.4 tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hilo ni punguzo kubwa
kubwa sana na ni nafuu kubwa sana kwetu sisi vijana. Lakini bila kusahau makundi mahususi kabisa ya vijana. Leo hii tunavyozungumza, bodaboda ni sehemu ambayo vijana wengi sana wanajiajiri. Amesikia kilio chetu na kwa kiwango kikubwa kwa kweli tunashukuru. Wakati anaingia mheshimiwa mwenyekiti tulipiga kelele, faini za bodaboda akashusha kutoka 30,000 mpaka shilingi 10,000. Lakini leo hii bajeti hii iliyowasilishwa hapa ya mwaka 25-26 imekwenda mbali. Tulipiga kelele kwamba vijana wengi wanapata ajali kwa sababu hawakupata mafunzo na hawana leseni. Hawana leseni kwa sababu gharama ya leseni ilikuwa juu. Leo hii Daktari Mwigulu Nchemba amekuja na suluhisho. Badala ya shilingi 70,000 kijana atalipa shilingi 30,000 tu kwa ajili ya kupata leseni yake. Lakini pia wameshusha gharama ya registration ya bodaboda. Badala ya kulipa shilingi 340,000 kijana atalipa shilingi 170,000 tu. Wameshusha pia gharama, mheshimiwa mwenyekiti, kodi ya mapato kwenye pikipiki. Badala ya 65 sasa hivi kijana halipi. Badala ya 120,000 kwenye bajaji halipi. Lakini sambamba na hayo, wakati Daktari Samia Suluhu Hassan anafanya yote haya, katika bajeti hii ya mwaka 2025-26 ameonea kilio chetu cha sisi vijana tuliotaka kujiajiri katika sekta binafsi. Ameongeza ushuru katika bidhaa mbalimbali zinazotoka nje kuingia ndani ili kumpa nguvu kijana anayetaka kujiajiri katika viwanda kuweza kujiajiri. Tunaongelea ushuru wa mafuta ya kula umeongezeka yanayotoka nje, tumeongelea ushuru wa sausage, ushuru wa viberiti, ushuru wa bidhaa zote sabuni ambazo kijana wa Kitanzania ana nafasi ya kujiajiri. Kwa sasa hivi amepata nafasi kwa sababu masoko yamelindwa barabara kabisa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunapozungumza sasa mheshimiwa mwenyekiti, mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Wakati Daktari Samia Suluhu Hassan anafanya hayo, mheshimiwa wakili msomi, naomba umalizie maana yako mengi ya kuongea kuhusu mheshimiwa Dr. Salim. Mheshimiwa mwenyekiti, wakati Daktari Samia Suluhu Hassan anayafanya mambo hayo machache tu niliyoyasema kati ya mengi kwa vijana, lakini hakuacha ajenda kuu za kitaifa. Ndani ya kipindi cha mheshimiwa rais, leo hii tunaongelea mazoezi makubwa sana yamefanyika. Sensa ya watu na makazi, dira ya maendeleo ya taifa 2050, zoezi la anwani za makazi, miradi mikubwa. Kesho tunakwenda kuzindua daraja letu la JPM mkoani Mwanza. Tunaongelea miradi ya SGR. Tunaongelea kuendesha uchaguzi wa serikali za mitaa kwa fedha zetu za ndani. Na sasa katika uchaguzi huu, uchaguzi mkuu pia tunakwenda kuendesha kwa fedha zetu za ndani. Maana yake huo ndio uhuru wa kisiasa tunaozungumzia. Lakini baada ya kusema hayo mheshimiwa mwenyekiti, mimi niseme tu kwamba sisi vijana wa Tanzania tunashukuru sana kwa yale aliyofanya Dr. Samia Suluhu Hassan. Tuna imani naye, tutapambana kuhakikisha mwaka huu 2025 kura zinapatikana za kishindo ili yale tuliyoahidi katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwa mwaka 2025 na 30 yatekelezwe tena kwa kishindo kama alivyotekeleza sasa. Naunga mkono hoja na Oktoba tunatiki.